Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tarehe 9 ya mwezi Mei 2026, siku ya Jumamosi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 15 ya 18 hadi ya 21. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatendea kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, tunaishi katika ulimwengu ambao unaupenda sana uongo kuliko ukweli. Inapotokea mtu anasema kweli, anasimamia kweli, anaishi kweli, ulimwengu mchukia. Ndiyo maneno ambayo anatuambia Bwana wetu Yesu Kristo katika sehemu ya Injili tuliyosikia leo, kwamba watu watawachukia wale ambao wataisema kweli, ambao watasema jina lake, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe ndiye kweli. Kumbe na kwa wote ambao wanasema iliyo kweli, ulimwengu huwachukia, huwatenga, huwadhihaki, huwatendea mabaya, pengine mpaka kushughulika na maisha yao, kwa maana ya kuwafisha wale ambao wanaishi, wanasema na kutenda iliyo kweli. Lakini ndugu, tusichoke kutenda yaliyo mema, tusichoke kutenda iliyo kweli. Kama Kristo mwenyewe alisimamia kweli, na kwa hiyo akafa, na kufa kwake, kuteswa kwake, kufa kwake na kufuka kwake kumetufanya sisi kuwa huru. Kumbe nasi kama tukiishi iliyo kweli, hata tukiteswa kwa namna yoyote ile, tutambue matunda yake ni mema, matunda yake ni mazuri, kwa sababu kama Kristo anavyotuambia, mbegu isipokufa haitazaa matunda. Kumbe hata kama sisi kibidi tufe kwa sababu ya kusema ukweli, haitakuwa mwisho wetu, bali tunapanda mbegu ambayo itazaa matunda. Na niwaalike ndugu zangu, tujifunze na tujitahidi kuwaza, kunena, kutenda na kuishi hiyo kweli. Ndio kwa sababu tukiishi ukweli huo ndio utakaotuweka huru. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.